Majori ameshatupa muktadha ambao unaenda moja kwa moja na eneo ambalo wewe umekuwa kinara wa mfano, eneo linalohusu michakato ya bajeti ya kijinsia. Na kikumbuka vizuri maono ya wafeminia kipindi kile ilikuwa ni kubadilisha mfumo wa uchumi kwa ujumla. Bajeti ya kijinsia ilikuwa ni mbinu ya kuingia katika kujiuliza maswali mapana kuhusu swala la uchumi mpana, swala la maelekezo kwenye sekta, swala la kinachotokea kwenye ngazi ya jamii. Kwa maoni yako, yapi yamekuwa ni matokeo makubwa ya jitihada hizi za mchakato ya bajeti, kuendeleza bajeti ya kijinsia? Matokeo gani katika mifumo mipana ya uchumi, macro level, je, katika sekta na katika ngazi ya jamii? Unaona changamoto zozote, na labda kwa kifupi yapi yawe malengo ya muda mfupi na muda ujao? Karibu. Oye! Oye! Azimio la Platform for Action ni azimio la itifaki ya Beijing ambayo humo ndani imewakalisha serikali zote za ulimwengu wetu ikiwemo Tanzania, na ikasema sasa tumekubali hao walikuwa marais wetu walikuwa pana wakakubali maeneo 12 ndio wale tunaweza maeneo 12 ya moja wapo zito. Kwa mara ya kwanza serikali
Mary, dada Mary, naomba nikukatishe kidogo. Jamani, tunaomba vijana mlioko upande wa kushoto mwisho hapo. Tunayoyajadili hapa ni mambo muhimu sana. Sana. Zamani tukiwa kwenye mikutano kama hii, kila mmoja alikuwa anaandika, na hapa nachungulia naona tuko kwenye simu. Zamani nimemsikiliza Majori hapo. Zamani tulikuwa tunaandika kila neno. Unatamani kumsikiliza dada Ruth akiongea, unaandika kila neno. Dada Penina mkimuita unaandika kila neno. Jamani, namuona dada Nanilia pale akipiga makofi. Vijana wa sasa hivi, hasa wa Afrika, msipobadilika. Kuna msemo Rais Nyerere aliusemaga, sitaki niseme hapa manake maneno yanaumba. Walisema mtakuja kuwekwa kwenye mazuu. Inabidi tubadilike. Haya ni maarifa makubwa sana mnapata. Kesho kutwa kwenye harakati zenu mnaanza kufanya uchambuzi, mnaanza kujiuliza ina maana gani kwetu sisi vijana, tufanye nini, harakati zetu tuzifanyeje. Hata kama mko kwenye vikundi vya vikoba vya chochote, mnajiuliza tufanye nini. Na tuwaiteja wakina dada Mary, kina dada Majori, atufunze tuelewe utandawazi wizi manake ni nini. Tulikuwa tunaandika kila neno. Kwa ninaomba tafadhali tusikilizane. Na wenzetu kwenye picha pia mnaweza mkawa ni watu wa media, lakini mnaweza mkatoka kwenye media mkawa marais. Hakuna limitation kwenye maisha haya. Kwa hiyo tuchukue hizi nondo hapa zitusaidie. Na harakati sio kule mtaani. Harakati ni wewe binafsi. Harakati ni kubadilisha mtizamo wako kuhusu maisha yanayokuzunguka, and then ndo unatoka unabadilisha na ya watu wengine na kuleta nguvu za pamoja. Hizi nguvu za pamoja hazitokei hewani. Ni hatua moja moja. Kwa hiyo hapa tujione sisi tumepata fursa ya kipekee kumsikiliza dada Mary Rusimbi. Kwa hiyo dada Mary, naomba uendelee. Serikali yetu imeenda katika uongozi wa mwenzetu ambaye yuko hapa na sisi. Kwanza hiyo ni bahati sana kuwa na Mama Ongela, tuna celebrate naye. Naomba tumpigie makofi. Lakini makofi ya pili tumpigie kwa wote ametusaidia, tumetuwezesha kwa njia mbalimbali, lakini zaidi kuandika kwa kutumia wataalamu ambao watajieleza hapa. Wakafika mahali hili swala la sera za kitaifa na za kimataifa na swala zima la bajeti za kitaifa zibebe swala la jinsia au swala la kuongeza nguvu za jinsia. Kwa hiyo wao walikuwa wanaliongelea kwa mapana kwamba tumepanga haya yote, lakini lazima tuwe na fedha, na wakasema serikali mchukue jukumu la kupeleka fedha zaidi za utekelezaji wa misingi ya ujenzi wa jinsia inayolingana na watu wasionewe. Kwa mimi nafikiri tujipigie makofi. La kwanza, serikali yetu ikalichukua, tukarudi. Tuliporudi, watu sasa kama sisi ambao ni wanawake tunaofanya kazi katika ngazi mbalimbali, mashirika mbalimbali, kwa hili limoja hapo likiongozwa na TGNP, mtandao wa jinsia Tanzania, tukasema sasa tumerudi na hii commitment, na serikali imeweka yani rasilimali yake kwenye sekta hii, na sisi twendeni sasa ndani ya serikali tukawasemeshe watuelewe, na hapa naongelea wanaharakati sasa, tukawasemeshe watuelewe, waingize hili swala kama walivyo promise Beijing katika sera zetu, na hasa sera zile zinazoongoza, sera kubwa, sera za kisekta, na sera ambazo zitagusa mgawanyo wa rasilimali ya nchi. Kwa hiyo hapo tukapata nafasi. Nataka tupigie kidogo kwa hili, sijui kwa mengine, serikali yetu makofi. Naomba mwapigie. Kwa kuwa walitupokea, tulijipeleka, na hiyo ni funzo. Msingojee waje wawaite, tulijipeleka, tulijiorganize katika makundi yetu mbalimbali,
tukaenda Wizara ya Fedha, na hatukwenda wizara ingine. Tunajua Wizara ya Fedha ndio inayoshika hela za nchi hii au rasilimali. Tukaenda Planning Commission, tukaenda Ministry of Gender ambayo tulitaka tufanye nayo kazi pamoja, tukawafahamisha na huko walitupokea. Na hiyo nataka kuonyesha the enabling part ya policy making. Kama wenzetu wasio ndani ya serikali wanakuja na wazo, hebu wasikilizeni. Na tukapata watu, na ningependa kutaja mifano ya watu wengi, majina kabisa, na hapa wangekuweko tungewapa pia tulichopewa sisi, lakini bahati mbaya hatujawapata. Alikuweko bwana anayeitwa, naomba nihitaje jina lake kwa makusudi kwa niaba ya wengine ndani ya serikali, Bwana Peniel Limo. Alikuwa Principal Secretary wa Ministry of Finance, na kule tulimkuta Mama Nagu, Ministry of Gender, tukawa tunaenda nao. Kwa hiyo hao wote ni vinara katika shughuli zetu hizi za leo tunazoziongelea. Tukawaambia, mmeenda mmesaini Beijing, tuna approach ambayo tungependa tuwasaidie muione afu muitumie kama serikali. Hawakuwa wakasema, mnaongea nini kuingiza jinsia kwenye masuala ya budget? Budget ni about kucalculate, kuweka hela kupeleka pale. Wao walikuwa wanaichukulia bajeti katika mtazamo wenye macho ya, tukichukua sera ikasema peleka hela hapa kwenye sekta ya health kwa mfano, basi itaenda tu, lakini huko katikati kuna vikwazo vingi, na hasa vinavyowahusu wanawake. Na nimependa sana dada Mongela leo ameelezea na katupa gender budget analysis nzuri sana, naomba tumpongeze, ya kusema bajeti ya kitaifa inaanzia kwenye sera. Sera inasema tutafanya hivi. Mara nyingi sera zetu zinaunganika na za huko za utandawazi wizi aliyosema Marjorie, ambazo zinasema peleka sekta hii zaidi hapa, peleka pale, labda nyang'anya kwenye health zaidi, kama ilivyokuwa imetokea wakati wa utandawizi unaingia zile sera za kimataifa, ambako zilikuja tunakuambia serikali yetu, ondoa zaidi budget unaopeleka kwenye afya, ondoa zaidi budget unaopeleka kwenye maji, social sector, we peleka zaidi hapa, peleka zaidi hapa. Na katika kupeleka, walioko kwenye sekta zile kama wanawake, na hasa wanawake wa vijijini, walikosa services. Kwa sisi tulikuja na hiyo approach, tukakubaliwa, tukaambiwa tuingize na kuwasaidia serikali yetu ione kwamba nitasema Kiingereza samahani, budget sio gender blind. Haina, sio tu inakwenda hivi. Unaposema natuma sera ile ikafanye kazi ile kwenye sekta ile, kuna watu wanaoguswa. Kwa hiyo unawezekana we una nia njema, lakini unagusa tunahitaji kwenye movement yetu wenyewe tujifunze zaidi hili swala la kugawanya rasilimali ya taifa kwa njia ambayo inagusa wanawake na inagusa wanaume, na hasa wanaume maskini, na inawanyang'anya wale walionacho zaidi, inashusha kwa wanawake wa kawaida. Ndio hiyo gender budgeting. Kwa hiyo tukaifanyia kazi kubwa, mambo mengi sana, tukaingizwa ndani ya serikali, tukasema jamani, tunahitaji tuwaone mnafanya hivi na hivi, lakini wakatuambia lazima mjifunze. Kwa hiyo hii nafasi ya Beijing iliyotupa lile swala la sera, bajeti na masuala ya usawa, ikatuingiza ndani ya serikali. Na hapa naongea movement yetu wote, wakina TAMA, wakina TAULA, wakina Legal and Human Rights Center, tulikuwa wengi. Tukaenda tukafundishwa jinsi ya kujua bajeti inavyofanya kazi, sera zinavyotengenezwa na jinsi zinavyogawanywa. Kwa hiyo mimi nasema kama moja ya kitu tunachojivunia matunda yetu ya kutoka Beijing ni kwamba kwanza tulijua hata sera, tulisogezwa ndani ya kufahamu sera zaidi na kufahamu, naongea sisi sasa, na kufahamu bajeti inavyofanya kazi. Mara nyingi hasa wanawake, hata wasomi wa aina gani, tunaonaga sera watengeneze wao, sheria watengeneze wao, mimi hainihusu, au tunaonaga bajeti ni kitu cha mbali sana. Nafikiri bajeti ndio kila kitu.
Bajeti ndio inaongoza utekelezaji wa sera. Bajeti ndio inayosema lazima tuangalie, na hii ni mpaka majumbani jamani. Bajeti ya nyumbani, kwa mfano una mtoto wa kike na wa kiume wanarudi boarding school, unawagawiwa wote hela zilizolingana kwa matumizi yao. Yule mtoto wa kike anaenda kutafuta pedi, anaenda kutafuta hiki, kwa hiyo anatakiwa apewe extra money. Sasa hiyo ndio tulichokuwa tunajaribu kusema kwa serikali, msitulinganishe. Wanawake ndio watunzaji. Nimemsikia mheshimiwa hapa akisema tunavotunza tunavonini, alikuwa anaingiza dhana ya kusema utunzaji wa watoto, wa wazee, wa wagonjwa unalala kwa wanawake na lazima upewe bajeti. Hiyo ni moja ya challenges ambazo hatujaweza kuifikia hapa nchini kwetu. Kwa hiyo tukafanya vitu vingi, tukapata matunda juu ya matunda. Nitapenda kutaja tu matunda matatu manne kwa sababu ya muda. Tunda la kwanza ni hilo nilosema, sisi ambao tunajiita NGOs, Women Rights Organization, tukafahamu kwamba kumbe, tukafumbuka macho, kumbe tunahitaji kudai zaidi hela ziende kwenye sekta zinazogusa wanawake. Kwa mfano kwenye military camps zinazopelekwa, ambayo ni muhimu kwa security ya nchi, lakini zipelekwe zaidi kwenye sekta kama maji. Mama ametuambia pale vitu vingi, sekta kama maji, sekta kama ya inaitwaje jamani, sekta ya energy, ambako mwanamke anatembea miles na miles kwenda kutafuta kuni, waletewe zaidi appropriate technology na wapeleke. Kwa hiyo tukawa tumewasaidia kuelewa uchambuzi na wenyewe wakaichukua. Kwa hiyo tunda moja wapo ambalo mimi naona facilitator yetu tunalipoteza miaka inavyoenda ni tunda la kwamba gender budgeting au budget ya mtazamo wa kijinsia yenye uchambuzi mpana iliingia ndani ya serikali. Kuanzia mwaka 2000 serikali yetu ilitangaza kabisa ilitangaza kwamba gender budgeting au budget ya kijinsia ni mchakato muhimu kwenye bajeti zetu. Wakawafundishana, na hapo tukiwa maexpert sisi tulioko nje ya serikali, wakafanya vitu vingi na tukaanza kuona hata matokeo ya uongezeko la bajeti. Kwa mfano, bajeti ya afya ilianza kuongezeka na tukaona inasambazwa kabisa kwa wanawake, kwa sababu kule ndani tuliwasupport kujichambua. Ndiyo na bajeti ya sekta, lakini bajeti ya sekta naipeleka wapi? Kununua magari, kujenga tu majumba ya, manake moja tulikuwa mfano mzuri, tumeambiwa hela imeshuka, imepelekwa mpaka kwenye ujenzi wa kliniki za kina mama na hata maternity yao iongezwe. Zile hela zikachukuliwa zikienda kujenga inaitwa nini, fence ya kuzunguka hospitali na kuzunguka nyumba ya daktari. Natoa tu kama mfano kuonyesha kwamba tulijifunza mengi, ya kwamba kumbe tu husemi bajeti imetoka hapa ikaenda hapa, unatakiwa uifuatilie, uifanyie uchambuzi, vitu vile alivyokuwa anaongea dada Mongela hapa leo. Kwa hiyo tulijitahidi sana kuliingiza ndani ya serikali, likakubalika, likaanza kufanya kazi na tukaanza kuona matokeo. Miaka 30 baada ya Beijing tunaona kuna matokeo hapa na pale, lakini limepungua sana. Kwenye sekta tunaisikia tu, na wale waliokuwa wamefunzwa bahati mbaya wamekuwa watu wazima, wameritaya. Sasa hakuna mkakati mwingine wa kitaifa ambao ungeleta tena hiyo elimu ndani ya serikali ili waweze kulifanya. Kwa hiyo tunaona viko vitu, lakini kidogo kama tokenism fulani hivi kama tunaweza kusema. Lakini katika ngazi ya serikali, ngazi ya wananchi, jamani, hii initiative ambayo ni tokeo kubwa sana la Beijing ilipeleka elimu kwa raia inayohusiana na mambo ya sera za kitaifa, za kimataifa, lakini zaidi na bajeti. Huwezi kuamini, ilienda mpaka kwenye local government ambako kuna mpaka leo bahati mbaya ni sehemu ndogo ndogo, ni pockets tu ambazo kama Shinyanga tunaambiwa wanawake walijiorganize na wanaume waliokuwa wanapenda maendeleo kwenda kuongea na local government zao, serikali zao, tunataka muongeze hela hapa,
tunataka muongeze hela hapa. Kwa hiyo badala ya kukimbia bajeti, wananchi wa kawaida hasa wanawake waliweza kubeba. Tunarudishaje hiyo hali? Tunarudishaje hiyo hali? Tuliandika sana, tulifanya uchambuzi sana, na hata tukafika kwenye ngazi ambayo tulikuwa tunadai kwamba hichi kitu tulichoongea hapa cha care, ambacho mpaka leo tunakidharau, wanawake ndio watunzaji wakuu wa familia, wa jamii, mahospitali, lakini zaidi wanawake wanaleta taifa la kesho. Kwa hiyo tulijaribu kuleta uchambuzi na kuonyesha serikali kwamba ukiachia watoto wadogo wasiwe na malezi mazuri, mama yuko amechoka, akirudi nyumbani hatizami watoto, inakuja kwenye hali ya kuleta viongozi dhaifu katika taifa linalokuja. Kwa hiyo tuliweka hiyo interlinkage, lakini kumalizia tu tuliweza kufika mpaka tukafanya kazi katika macro level, nisaidie macro, katika ngazi ya jinsi ambavyo uchumi mpana. Tukaenda sisi kama wanawake, na tuko hapa na vikundi vyetu vingine vinaendelea, tukaenda tukawaambia serikali, jamani, tunataka contribution contribution za wanawake wanazofanya nchi hii zionekane kwenye GDP, kwenye yale mapato ya taifa yanayohesabiwa, kwamba mwaka huu tumekuza mapato ya taifa kwa kiwango hiki. Wanawake contribution zao ziko wapi? Wakawa na challenges nyingi, lakini baadaye tukasaidiana wao na sisi. Baada ya kutuonyesha limashine limoja likubwa, eti Mama Rusimbi na wenzangu, hebu tuambieni hapa tutaingizaje jenda. Tukawaambia jenda mnaingiza kabla ya hizo data zenu mlizopata. Kwa hiyo tulifanya mambo mengi jamani, na yameandikwa. Ninge shauri young feminists na wenzetu wengine hata kwenye jamii, tuwaactivate waelewe tulichokuwa tunadai na tulichoweza kupata, na kwamba hilo ni tokeo moja kubwa jamani la Beijing. Naomba tupige makofi. Asante dada Mary. Namalizia tu kwa recommendation moja au mbili. Moja, tumefanya kila kitu, lakini kuna sijui niwiteje udhaifu kidogo kwenye utekelezaji wa swala hili tunaloliongelea la sera za kitaifa. Siku hizi lazima tuzilazimishe, lakini mpaka tugongane sana. Tunafanya nini? Yaani tusiondoke hapa usu bila kuwa na recommendation. Tunafanya nini? Mimi kwangu nafikiri kurudisha nguvu zetu, tuelewe kwanza hili swala, lakini cha pili tuunganishe nguvu kama tulivyokuwa tumeunganisha mwanzo. Tulidai hili swala la ujenzi wa sera za kitaifa, uchambuzi, lakini zaidi bajeti yenye mtazamo wa kijinsia ijengewe nguvu kama sehemu ya kwenda mbele wakati tunaangalia Beijing miaka 30 ijayo. Asante sana. Asante sana dada Mary. Nadhani recommendation inachukuliwa hiyo, na mbele yetu tuna fursa ya kutafakari dira, pamoja na kwamba sasa hivi kuna mpango mkakati wa utekelezaji wa dira unaendelea. Kwa hiyo nadhani hapo ni maeneo ya kukitisha masuala ya Beijing pamoja na masuala ya bajeti ya kijinsia. Nadhani tutakumbushana wanaochukua notes ili tuwe mwishoni tuweke haya mapendekezo yawe bayana. Dada Eda Sanga, na mtanisamehe, kuna dada Mary amekuwa na bahati, ameanza wa kwanza, lakini sasa hivi itakuwa dakika 5 kutokana na muda, ili pia tuweze kupumzika kidogo na tuje kwa ajili ya kuendelea na majopo yanayofuata ambayo ni muhimu sana vile vile. Dada Eda Sanga, tunaelewa mojawapo ya vipengele muhimu vya azimio la Beijing, itifaki ya Beijing, ilikuwa ni kurekebisha sheria kandamizi zikiwemo zile zinazohusu ukatili wa kingono. Swali kwako, utushirikishe matokeo ya nguvu za pamoja kwenye eneo hili, ukijikita kwenye kuainisha vipengele vichache, na nadhani hoja inayojitokeza hapa ina maana tukajifunze vichache vilizowezesha kupatikana kwa SOSPA. Karibu. Asante. Una dakika 5. Asante.
Ukweli ni kwamba nguvu ya pamoja, na kitu ambacho mi huwa nakipenda, Kiswahili chake kidogo kinanipaga shida, lakini Kiingereza wanapenda shared vision, ambayo tulikuwa nayo katika masuala haya ndio iliyosaidia sana kupatikana kwa SOSPA, na ilitokana pia na hali halisi ambayo ilikuwemo ndani ya jamii. Tunaweza kukumbuka kwamba kutoka hiyo 1975 mwaka wa wanawake, tukaenda Copenhagen, tukaenda Nairobi, tukaenda hapa katikati tulikwenda mpaka kwenye mkutano wa ulimwengu wa haki za binadamu, ulikuwa Vienna, tukaenda Senegal, hadi tukaenda Beijing. Wakati wote huo haya masuala ya unyanyasaji wa kijinsia yalikuwepo, na niwaambie ukweli, wakati tunakwenda Nairobi, wakati Mama Mongela anatoa presentation yake, alikuwa anazungumzia haya ambayo dada Mary alikuwa anazungumza, mambo ya watu kutembea miles and miles, wanatafuta kuni, wanatafuta maji and what have you. Lakini wenzetu unyanyasaji wa kijinsia ndani ya familia. Kwa hiyo na sisi tukaona kumbe kuna hili jambo na sisi tunahitaji kuliangalia, pengine tunalo hatulizungumzi. Na kweli tukaona baada ya kurudi na kufanya tathmini yetu, tumeongea tukaona kwamba hili ni tatizo moja kubwa sana ambalo pia linatufanya ule mchango wetu usionekane. Kwa hiyo tukaona tuwatafute wale ambao wanaweza kuwa karibu zaidi na wananchi kuliko hata sisi. Mind you, sisi tulikuwa ni media wakati huo, lakini pia tumeweka nguvu zetu kwa wenzetu wengine, TGNP, Taula na wengine wote ambao walikuwepo, MEWATA. Hiyo mambo yanayotokea ndani ya familia yasitoke nje yake. Kwa hiyo sisi kwa kuthubutu na kwa kuweka hii shared vision ambayo tulikuwa nayo na ule ujumuishi wa wenzetu pia tuliokuwa nao, tukaona sasa pia tuwahusishe wabunge, kwa sababu wabunge ndio wawakilishi wa wananchi, wako kila mahali. Kwa hiyo tukafanya kazi kubwa sana ya kurudi na kuchanganua ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya kwa pamoja na hawa wabunge, ili hii kazi basi iwe kubwa zaidi na iweze kuleta matunda ya haraka zaidi. Kwa hiyo bahati nzuri hicho tulichofanya, pamoja na kwamba kilikuwa ni kigumu sana, kwa sababu tulipoongea nao na tulikuwa live kwenye RTD, tunaongea nao jinsi ambavyo tunaona si halali kwa wanawake kuendelea kupata shida, wakati ambapo tayari tumeshatangaziwa mwaka wa wanawake, tumeshaelezwa umuhimu wa wanawake pia kushiriki katika mkondo mzima wa maendeleo. Lakini labda kwa sababu ya mila na tamaduni, walio wengi walikuwa hawatuelewi. Kwa hiyo hata wakati tunaongea na wabunge wengi sana hawakuelewa, na walikuwa wanashangaa kwa nini katika wakati ule hilo lilikuwa ni swala. Kwa hiyo niwaambie ukweli, hatukupata hisia nzuri kutoka kwao, na kuna hata baadhi ambao walidiriki kabisa kusema kwamba sisi ni nani ambao tunaweza kuenda kule na kuzungumza nao. Lakini bahati nzuri, kwa sababu pia kuna watu ambao walikuwa ni walielewa ni kitu gani ambacho tulikuwa tunajaribu kukipeleka pale, wakatusupport kwa namna moja au nyingine. Haikuchukua muda, hata miezi 6 ikupita, tukawa tumeipata ile SOSPA, kiasi kwamba hata naijua jamani. Kwa hiyo
ni sheria ambayo ilikuwa inaondoa mambo ya ubakaji. Kwa hiyo hiyo baada ya kupata matunda hayo ya kihistoria, mimi naweza nikasema, kwa sababu ilikuwa ni muda mfupi sana kati ya sisi kwenda kwa wabunge na hii sheria kutungwa. Hata watu wa nje kweli walikuwa wanatuuliza mmewezaje, lakini kama nilivyowaambia ilikuwa ni shared vision, na tulikuwa wengi, hatukuwa wachache, na tulikuwa tunaongelea kitu ambacho ndani ya jamii kilikuwa ni swala ambalo tulikuwa tunaangalia ni kwa namna gani tunaweza tukafanya ili tuweze kuondokana na majanga yote haya. Kwa hiyo ndiyo mojawapo ya kitu ambacho kilisaidia sana SOSPA ikafanyika, pamoja na kwamba sasa hivi wanasema ilikuwa ni ya haraka sana. Baadhi ya lawyers wanasema hivyo, ilikuwa ni ya haraka sana, hakuna mambo mengi hamkuangalia vizuri. Nadhani pia kuna maendeleo ambayo ya kuboresha ili iweze sasa kufanya kazi. Lakini nasema kwamba tuliweza kuwa pamoja katika swala ambalo wote tulikuwa tunaliona kama linatuzuia kwenda mbele katika yale mambo ambayo tayari tuliona hata serikali ilikuwa inajua kinachoendelea. Mimi nasema Beijing imetusaidia sana, lakini ule mlolongo mzima toka 1975 ulipotangazwa mwaka wa wanawake duniani na Umoja wa Mataifa mpaka tulipomaliza Beijing, imesaidia sana pia kuleta uelewa fulani kwetu sisi wenyewe wanawake, japokuwa si sana lakini kwa kiasi fulani, na imesaidia sana kutuliberate, kutukomboa. Imetukomboa kifikra kuona kwamba kumbe na sisi tuna umuhimu sana wa kuonekana kazi tunazofanya, na yale ambayo tulikuwa hatuyaamini sasa tuyaamini, ili hii tofauti iweze kuonekana zaidi. Na hapa Usi, mimi ningependa kwa kweli kumtaja mdada yetu mmoja ambaye hili swala kwa kweli alilivalia njuga, alilipenda, yani lilikuwa moyoni mwake kila dakika kila saa. Anaitwa Leila Sheikh. Alifanya kazi kubwa sana, naomba tumpigie makofi makubwa sana. Alitusaidia sana na alikuwa na mapenzi makubwa sana na hili swala. Alikuwa tayari kwa lolote lile, lakini aone kwamba kuna mafanikio yamepatikana katika kuona kwamba watu ambao ni wanawake na wao haki zao zinatambuliwa. Kama tunavyosema haki za binadamu ni haki za wanawake ni haki za binadamu. Naomba Asante sana. Kwa jenzi Leila Sheikh hayuko nasi tena. Tunaomba picha yake ipite tafadhali, na kama tunaweza, najua muda si rafiki, naomba tusimame dakika moja tu tumpe heshima. Tunaomba picha yake ipite. Leila Sheikh ameshatangulia, alikuwa na mwanaharakati ambaye alisimamia kidete swala la hii sheria ya SOSPA. Asanteni sana. Picha yake ni hiyo hapo. Asante. Sasa SOSPA in action. Tumesema kuwepo na sera na sheria ni hatua muhimu, lakini kama hakutatokea pia uthubutu huo, nguvu hizo za pamoja na uthubutu huo ulioongeza mpaka tukapata sheria hiyo, unahitajika katika utekelezaji. Naomba tupate video ya hakimu ambaye alithubutu kutumia SOSPA katika kwa vyama vingi including vya waandishi wa habari. Ida Sanga anajua hicho. Tamwa nikapigwa pio kwamba wacha, serikali kanikataza kwamba usiende kusaidia wanawake. Nilikuwa najitolea. Kwa hiyo nikaacha. Mimi ni founder member wa TAWLA, Tanzania Women Lawyers Association. Ndio ilitoka mdomoni kwangu. Nikaita wenzangu tukaanza hii tunatetea haki za wanawake.
Sasa basi, tukiwa kwenye hii sehemu ya Beijing ambapo nilikwenda, experience niliyoipata na kusoma kwangu masters Marekani na IT ikanisaidia wakati kesi inaendelea kuweza kujaribu njia ya kuweza kujua ukweli wa mambo, kwa sababu pia normally tuna depend polisi wanao investigate kesi na tunachukua huo ushahidi wholesale, lakini mimi niliweza kutumia experience na uwezo wa Mwenyezi Mungu kuweza kupata ukweli. Kwa hiyo nikaamuru wote tukaenda kule shuleni kwa wale watoto. Surprise. Hata polisi walikuwa wajui. Yaani niwaambia tunaingia kwenye gari, tunaenda kule shuleni. Kwa hiyo tumeenda tukafika shuleni. Nikawaambia nikamwambia mwalimu mkuu, namuomba fulani, yani one of the victims, alleged victims by then, kwa sababu alikuwa apiga prof. Akatoka. Kaambia naomba tuongozane naye toka hapa darasani mpaka hapo walivyokuwa wanasema wanafanyia hivyo vitendo. Kumbe haikuwa mbali na pale shule. Kwa hiyo tukaenda. Tukafika. Mpaka wakaonyesha na mahali meza ilivyokuwa imewekwa wanapofanyia hivyo vitendo. Huyo mtoto akabaki, nikasema abaki huko. Of course ikiwa na bibi. Nikaenda tena. Mimi natembea na polisi na nini. Tukapata na wapili na watatu na wanne. Hivyo yani mmoja lakini kwa hiyo nikapata na wote tukapata idea ya nini kilichokuwa kinaendelea. Naona tukamaliza. Kuna mwalimu ambaye naye alikuwa mshtakiwa ambaye ndio alikuwa anasemekana aliwapeleka. Kwa hiyo wale watoto yule mwalimu sikumuita. Kwa hiyo nikapata a clear picture ya kitu gani kilikuwa kinaendelea. Asante sana jamani, naomba tumshangilie. Huyo sio mwingine ni hakimu Edi Nyambo Lamuya, alikuwa principal magistrate wakati huo. Kesi inayozungumziwa ni kesi iliyomhukumu Babu Seya, alikuwa ni mwanamuziki, pamoja na baadhi ya watoto wake, vijana wake, wakishirikiana na walimu waliokuwa wamehusika katika kubaka nadhani na kulawiti vijana, watoto wadogo kati ya miaka 8 mpaka 13 katika shule ya Sinza. Wakati huo nadhani nilikuwa TGNP. Hiyo kesi ilivyokuja tukaizungumza wakati wa semina zetu za jinsia na maendeleo Jumatano, hakuna mtu ambaye hakulia. Kwa hiyo tumshukuru huyu hakimu kwamba alichukua jitihada ya kipekee ili kupata ushahidi wa halali na asante sana. Sasa wa mwisho na sio kwa kipaumbele, lakini ambaye atatutimizia au atamalizia jopo hili ni dada yetu mpendwa, ambaye yeye Janet atazungumzia harakati, matokeo ya utekelezaji wa Beijing katika ngazi ya jamii. Ni matokeo gani? Najua ni mengi, lakini kutokana na muda na tunajua tutatamtafuta tena na tena, tokeo gani moja mawili ambao unasema jamani, mimi harakati hizi kuzirudisha katika ngazi ya jamii naona matokeo moja mawili, na labda tuzidishe jitihada kwenye eneo gani? Karibu sana dada Jane. Asante. Nishukuru kwa siku hii. Niseme kwa upande wangu nikiwa na wenzangu, kitu ambacho tunafurahia na leo tunasherehekea ni namna ambavyo Beijing imekuwa safari ya ukombozi, kwa sababu imetuleta wanawake pamoja, lakini imetupatia mafanikio
ya kisera, kisheria, lakini hata kwenye kiafya. Lakini zaidi imeleta harakati zenye mzizi wa kijamii na moyo wa kimapinduzi. Na ninasema hivyo kwa sababu kabla sijaielewa Beijing ilikuwa nianguke mimi mwenyewe. Lakini kwa kuwa Beijing ilianza kabla sijaingia kwenye misukosuko, niliweza kufanikiwa, nikawa na nguvu. Na nilipopata nguvu, nikawa ni kinara katika mapambano ya kupinga ukatili wa kijinsia. Lakini zaidi ya mapambano hayo ya kuhamasisha wanawake kupita nyumba kwa nyumba, kutoa elimu na kupeleka ajenda ya ukombozi wa mwanamke na kuhakikisha vitendo vyote vya ukatili vinatambulika na vinatolewa taarifa, niliweza pia kuhamasisha wenzangu tuweze kuanzisha kampeni ya safari salama bila rushwa ya ngono kwa wasichana na wanafunzi inawezekana. Na hii kupitia mafanikio ambayo yalipatikana Women Fund ambao wameweza kutuongoza sasa kupitia kampeni hiyo, tumeweza kuitawanya hii kampeni pamoja na kuifikisha kwa wanawake wenzetu, lakini tukaweza kuifikisha kampeni hii kwa wanaume. Tukasema sisi wenyewe hatuwezi. Sisi kule kwetu wanasema ukiliona jiwe kubwa liko njiani, huwezi kulisogeza lizunguke, ili mradi ufike safari yako. Kwa hiyo tuliona kabisa kwamba swala zima ya safari ya wanafunzi hasa na wasichana ilikuwa ni changamoto kubwa, hasa katika safari zao za kutoka nyumbani kuelekea shuleni na kurudi nyumbani. Kwa hiyo tuliweza kuona namna ambavyo tunaweza kufikia kundi la wanaume, tuweze kuwapelekea ajenda hii ya wanawake waweze kuibeba. Kwa hiyo tuliweza kuwatumia madereva bodaboda, madereva wa daladala, na wao tukaweza kuwapa hii ajenda ambayo waliweza kuibeba. Na sasa mpaka sasa hivi ukitoka hapa wapo barabarani wanatembeza ajenda safari salama bila rushwa ya ngono kwa wasichana na wanafunzi inawezekana. Lakini pia walibadilisha mitindo ile ambayo walikuwa wanaitumia kwenye vituo vyao vya stendi, kuwarubuni wasichana, kutumia nafasi zao kuwapeleka wasichana kwenye sehemu ambazo ni hatarishi. Waliweza kuelimishana. Madereva sasa hivi wanaweza kuangalia wasichana, wamekuwa walinzi kwa watoto hao ambao wanasafiri kwenye mikono yao. Lakini zaidi ya hapo, wamekuwa wakiibua matukio mbalimbali ya ukatili kwa sababu tayari wameshapata hii elimu. Wamekuwa wakiibua matukio mbalimbali ya ukatili, na wamekuwa tukishirikiana nao kuanzia kwenye kuibua, kufuatilia polisi mpaka hospitalini. Lakini zaidi sasa wanawaandikisha. Yaani ukikutwa umefanya kitendo cha ukatili wewe mwanaume, unapewa karatasi uandike kwamba kuanzia leo mimi sitampiga tena mke wangu. Kuanzia leo mimi tena sitaleta manyanyaso kwenye familia yangu. Kwa hiyo hivi ni hatua ambazo wamepiga madereva ambao tumewafikia, lakini pia wametengeneza mfumo wa kuwasafirisha wale waliowakuta wako kwenye hatari. Labda wasichana wameonekana wamepotea ambao zamani walikuwa wanaita lost ball. Lakini sasa hivi wametengeneza mfumo wa kuwasafirisha. Kutoka pale walipokuwa kwenye stendi yao, wanaulizia nyumbani anakoishi, wanahakikisha wanamfikisha yule mtoto anafika salama. Kwa hiyo kwa Beijing tunasema kweli imeleta mabadiliko, na tunaisema sasa Beijing sio mtindo. Beijing ni mwitikio wa mabadiliko ndani ya jamii. Kila mtu aiishi, kila mtu aibebe ndani ya moyo wake, kwa sababu tunasema ni mapinduzi ya moyoni. Wewe ubadilike, uamshe wengine waweze kuwa chachu katika jamii, ili wote siku ya mwisho tuje tukute kwamba wanawake wote wana safari salama, iliyo bora, isiyo na hofu, yenye kuleta
mabadiliko yanayoenda kujenga familia muhimu, lakini yanayoenda kuleta tija kisera na katika aina zote ambazo tunatamani kuziona kwa mwanamke. Asante. Asante sana. Jamani, wanajopo hawa naomba tuwapashie makubwa sana. Huo ndo tunafika mwisho. Naona mkurugenzi, tafadhali naomba tuongoze kuwapa pasha. Yeah, tafadhali. Pasha moja kubwa sana hapo. Hivyo ndo wanaharakati wenyewe. Tupashe mara 321. Pasha, 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 choma. Asante sana. Asante sana. Huo ndio mwisho. Kumekuwa na recommendations, najua rapporteurs wamezichukua. Asante sana dada Mary, asante sana dada Ida Sanga, asante sana dada Jane na walioko dada Marjorie, asante sana, pamoja na hakimu wetu. Tunakushukuruni sana kwa kujiunga online. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Over to you. Asante. Kwetu chapa kazi na umahiri tunatupilia mbali, hofu haikwamishi. Kwetu chapa kazi. Asante sana. Najua muda huu sasa matumbo yanauma na yatakuwa yanaunguruma. Hata wale wa diet, huu ni ule muda unajiuliza nimalizie siku au niikatishe. Ndio huu muda ambao unajiuliza kwamba saa 11 inakaribia au nikatishe tu afu nitaanza kesho. Kwa hiyo tutaomba sasa tuende kwa chakula, na kwa sababu muda sio rafiki, tukiweza kurudi hapa saa 9, yani saa 9:30 tumeshakaa humu ndani ili tumalize mapema, tutakuwa tumetusaidia sana. Kwa hiyo tutashukuru sana. Sasa nitaomba dada Gertrude pamoja na dada Penina mtatuongozea dada zetu wa Beijing twende huku eneo la kula, alafu nakuja pia kutengeneza utaratibu mwingine. Tuna buffet nyingi, kwa hiyo wote tutaweza kuchukua chakula kwa wakati na kula kwa wakati. Kila mmoja tu subiri tu, tutakuja kutoa utaratibu. Na nataka tusubiri kwa sababu najua tukianza kusema tu tuinuke, mama mtawakata ngwala sasa hivi watadondoka huko ndani. Kwa hiyo tunaomba kwanza waende, tuwainue kwa utaratibu, alafu baada ya sasa hivi tunakuja kupeana utaratibu. Kwa hiyo dada Gertrude, dada Penina, tunaomba utuongozee wa dada wa Beijing